Naitwa mchungaji Jilu Muna Mpanda, ni mwana matengenezo ya kanisa la Pentekoste duniani. Kwa hiyo hilo jukumu manake nimepewa na mbingu, sio kwamba ninajitangaza ili nipate sifa, ila ni mbingu zimenitaja kuwa mwana matengenezo wa kanisa la Pentekoste duniani. Manake Mungu ananipa vitu ambavyo vinapaswa kanisa la Pentekoste lifanyie marekebisho. Kwa hiyo niko Tanzania na niko mkoa wa Singida na niko manispaa ya Singida. Kwa hiyo nataka ni asubuhi ya leo ya tarehe 16 mwezi wa 6 2025 nataka nizungumze juu ya matengenezo ya kanisa la Pentekoste kwa kichwa cha habari hiki kifuatacho. Kwa kichwa cha habari kifuatacho ninachosema, hili ni kanisa lililoharibu kazi ya Mungu Tanzania. Hili halina jina. Hili ni kanisa lililoharibu kazi ya Mungu Tanzania, na lenyewe ni kanisa la Pentecost. Kwa hiyo nasema kwamba nitatumia lugha yenye viashiria vya kimungu, lugha yenye viashiria vya kimungu, lugha yenye staha. Maana nikiongea moja kwa moja naweza nikawakera wengine, ila nazungumza kwa lugha yenye viashiria vya kimungu, lugha yenye staha. Na maana pia Roho Mtakatifu amenifundisha uongozi, namna ya kuongea na watu, au siri ya kuongea na watu wengi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amenifundisha pia siri ya kuongea na watu wengi. Kwa hiyo mimi sio kwamba ni mtakatifu na wazidi wengine. Mimi ni mtu wa kawaida, ninakosea kama wanadamu wengine, ila ni neema ya Mungu imepita kwangu kwa ajili ya kanisa. Ni neema ya Mungu imekuja kwangu, na ni neema ya Mungu kwa ajili ya kanisa pia la Pentekoste na watu wengine pia. Kwa hiyo kama tunavyosoma kwenye Biblia, kusoma kwenye Biblia ile sura ya 12, Wakorintho wa pili sura ya 12, Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 17, inaonyesha kwamba kanisa lina huduma mbalimbali. Ziko huduma 5 na kuna karama mbalimbali. Kwa hiyo mwingine atakuwa mchungaji, mwingine atakuwa mwinjilisti, mwingine atakuwa nabii, mwingine atakuwa mtume, mwingine atakuwa mwalimu. Hizo ni huduma za kanisa. Pia kuna karama tofauti, kwa sababu Biblia inasema kuna tofauti za karama, kuna tofauti za kutenda, kuna tofauti za huduma, kuna tofauti pia za karama na kadha wa kadha, lakini anayezitenda hizo kazi zote ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku ya leo ya tarehe 16 mwezi wa 6 2025 nataka nizungumze juu ya habari inayosema, hili ni kanisa lililoharibu kazi ya Mungu Tanzania. Nalo ni kanisa la Pentecost. Sasa Roho Mtakatifu alivyokuwa akinifundisha kwamba kiini cha habari hii, unapokuwa mwandishi maana lazima uwe na kiini cha habari. Kwa hiyo kiini cha habari hii maana hili ni kanisa lililoharibu kazi ya Mungu Tanzania. Kuna siku nyingine naweza nikazungumza labda kuhusu mambo ya Kenya au Uganda, maana mimi nimeitwa kwa ajili ya dunia.
Kwa hiyo leo nazungumza juu ya habari ya kanisa lililoharibu kazi ya Mungu Tanzania, nalo ni kanisa la Pentecoste. Kwa hiyo hicho ndio kiini. Kwa hiyo mwandikiwa ni nani sasa? Kwa hiyo mwandikiwa, utaratibu wa uandishi, mwandikiwa ni kanisa la Pentecoste Tanzania. Kwa hiyo huyo ndio mwandikiwa, kanisa la Pentecoste duniani. Lengo ni nini? Maana unapoandika au unapotoa message ni lazima kuwe na lengo. Yaani Mungu hawezi kukupa kitu bila sababu, bila kuelekeza ukipeleke wapi na kina lengo gani. Kwa hiyo lengo lake ni kwamba kanisa hilo lifanye marekebisho. Nitalitaja kwa msimbo au kwa kificho. Maana kanisa hilo lifanye marekebisho kwa mambo ambayo Roho Mtakatifu anayazungumza. Sio mimi mwanadamu nazungumza, ni Roho Mtakatifu anazungumza. Kwa hiyo lifanye marekebisho kwa mambo ambayo Roho Mtakatifu anayazungumza au anayasema. Kwa hiyo lengo sio ugomvi, lengo sio kuonesha kwamba mimi ni mtu wa maana kuliko wengine, lakini lengo ni lengo la Mungu, ni lengo la Mungu kwamba kanisa hilo na makanisa mengine pia yafanye marekebisho Tanzania. Na pia kama yako makanisa mengine ya Afrika ambao wanasikia Kiswahili, basi na wenyewe kama lipo kanisa lenye sifa kama hii ambao naizungumza hapa, basi na lenyewe lifanye marekebisho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha namna ya kuandika sasa. Baada ya kiini wanaenda waandikiwa, lengo lake nini nimelisema, ni marekebisho. Alafu mwandishi sasa ni nani? Mwandishi sasa ni mimi ambao ni mchungaji Jilu Muna Mpanda. Mimi ni mwandishi, lakini mwenye kitabu hiki, mwenye ujumbe huu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ndio ambaye amenipa ujumbe huu. Kwa hiyo mwenye kubeba ujumbe huu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ndio ambao wamenipa kitabu hiki au wamenipa ujumbe huu. Maana Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha pia maana ya kitabu, kwamba Mungu alikwambia kitabu, maana kitabu ni ujumbe uliyejitosheleza. Kwa hiyo Mungu anaoita kitabu. Ndio maana wakati mwingine hata ukifungua Biblia kuna vitabu vingine vina sura chache sana, lakini Mungu vinaitwa vitabu. Kwa hiyo kitabu maana yake, Roho Mtakatifu alipokuwa akinifundisha, kitabu maana yake ni ujumbe uliyejitosheleza. Kwa hiyo ujumbe unaitwa kitabu. Au haijalishi una kurasa ngapi au una mistari mingapi, lakini ni ujumbe. Kwa hiyo ninaenda kusoma jinsi Roho Mtakatifu alivyonipa ujumbe huo juu ya kanisa hilo ambalo limeharibu kazi ya Mungu, na nalo ni kanisa la Pentecost. Kwa hiyo nitaongea kwa lugha ya kificho, lugha ya msimbo, ila vitu hivi ninaviandika na nyaraka hizi ni za muhimu. Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia vitu vile utakapoviandika usivitupe, uviache sehemu maalum, watu wajue vitu hivyo vinakaa wapi. Maana kuna siku utakufa, watu watafuatilia kuona hayo uliyozungumza yako wapi. Kwa hiyo kutakuwa na maktaba yangu maalum ambapo nitaweka hivyo vitu, kwa sababu ni vitu vikubwa. Sipo watafuatilia, watu watakuja. Mara Roho Mtakatifu anakuambia watu watafuatilia, hata siku umekufa watakuja kufuatilia, hata wakiwa hai sasa hivi watakuja kufuatilia kwamba hivyo vitu nataka tuvione Mungu anasema nini na kanisa kwa ajili ya matengenezo. Kwa hiyo jambo hili ni zito, jambo hili sio dogo. Kwa hiyo naanza kusoma hivi. Ujumbe huu nilipata tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2022. Maana Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia pia, unapopewa kitu na Mungu andika umekipata mwaka gani, umekipata mwezi gani. Kwa hiyo ujumbe huu nilipata mwaka 2022 tarehe 17 mwezi wa 8. Nao unasema hivi, Roho Mtakatifu anasema liko kanisa linaitwa Makimbilio. Maana yake
hiyo ni msimbo, ni lugha ya kificho. Nimetumia lugha ya kificho, sitaki kulitaja. Maana unaposema kanisa la kimbilio, maana sijataja jina lake moja kwa moja. Roho Mtakatifu anasema usitaje vitu direct, utaleta vita. Kwa lazima utaje kwa msimbo, kwa kificho. Kwa hiyo linaitwa kanisa la kimbilio. Kwa Roho Mtakatifu anasema, lakini kanisa hilo limeharibiwa na baadhi ya watu fulani hivi. Kanisa hilo la kimbilio limekwisha kuharibiwa. Limeharibiwa, limekataliwa na Mungu. Sasa narudia pale, kanisa hilo la kimbilio limekwisha kuharibiwa, limekataliwa na Mungu. Sasa Mungu amelikataa hilo kanisa la kimbilio. Roho Mtakatifu anasema kanisa la kimbilio limefanya vitu vibaya sana, limeharibu kanisa la Bwana. Kwa sababu gani? Nitakwambia. Maana Roho Mtakatifu ananiambia nitakwambia. Moja, Roho Mtakatifu anasema kanisa hilo la kimbilio limeharibu kazi ya Mungu. Sikia, Mungu anasema hivi, kanisa la kimbilio limeharibu kazi ya Mungu. Linafanya nini? Mahali ambapo Mungu anataka kusema wao wamezuia Roho Mtakatifu asiseme. Wanasema wao ni wanatheolojia wakubwa hapa duniani. Nitarudia sentensi hiyo kwa mara nyingine tena, ni ya muhimu sana, ambayo inasemwa na Roho Mtakatifu. Anasema hivi, kanisa hilo la kimbilio limeharibu kazi ya Mungu. Linafanya nini sasa? Mahali ambapo Mungu anataka kusema, wao wamemzuia Roho Mtakatifu asiseme. Wanasema wao ni wanatheolojia wakubwa hapa duniani. Bwana anasema hivi, kanisa la kimbilio limezuia Mungu asiseme. Roho wa Bwana anasema hivi, Roho wa Bwana anasema hivi, wewe kanisa unayeitwa kanisa la kimbilio, unayeitwa kanisa la kimbilio Tanzania, umezuia manabii wasitabiri kanisani kwako. Umezuia manabii wasitabiri kanisani. Sasa matokeo yake ni haya. Utajuta, ewe kanisa la kimbilio. Utajuta. Mungu anasema hivi, kwa nini umezuia manabii wasitabiri katika makanisa? Unazuia watu wasitabiri kwenye makanisa. Wewe kanisa la kimbilio, kwa nini umezuia? Maana wewe ni Roho Mtakatifu analihoji ili kanisa la kimbilio, ila hiyo ni lugha ya kificho. Hilo kanisa lipo, ile nimetumia lugha ya kificho, lugha ya msimbo. Anasema wewe kanisa la kimbilio, kwa nini umezuia watu wasitabiri kanisani? Unaleta nini? Unaleta theolojia. Eti umepanga vitu vyako. Unapanga vitu vyako. Ewe kanisa la kimbilio, unapanga nini hapo? Wewe sikia. Mungu anasema hivi, ukamilifu wako umekwisha kufutwa kikamilifu. Narudia tena, anasema Roho Mtakatifu anavyoliambia ili kanisa la kimbilio. Ni kanisa la Pentecoste, lakini naongea kwa msimbo, kwa kificho. Maana pia lugha Roho Mtakatifu alinifundisha lazima niongee lugha yenye viashiria
vya kimungu. Nasema hivi, ukamilifu wako umekwisha kufutwa mbinguni. Huna ukamilifu tena. Jina lako linaitwa kanisa la makimbilio. Huna tena kibali mbele za Bwana. Huna kibali tena. Roho Mtakatifu anaendelea kurudia hiyo sentensi. Huna kibali tena. Hupatikani katika ulimwengu wa roho. Yaani hilo kanisa ni la Pentecoste, nimelipa jina la makimbilio kwa sababu Roho Mtakatifu anaendelea pia. Ukiwa unafanya research au utafiti au ukiwa unaandika vitu ambavyo Mungu amekupa, vingine ni vitu vya siri amekupa, ukavisema waziwazi, maana lazima utumie lugha ya msimbo, lugha ya kificho, usiseme vitu waziwazi. Nasema hivi, anaendelea kusema Roho Mtakatifu, upatikani katika ulimwengu wa roho. Umefutwa kikamilifu, kwa sababu umezuia manabii wasitabiri kanisani kwako. Umezuia watu wasitabiri. Unaongea theolojia ya nchi fulani hivi za nje ya Tanzania. Unaongea theolojia ya nchi fulani hivi nje ya Tanzania. Maana naongea lugha ya msimbo. Hilo kanisa linaambiwa kwamba unaongea theolojia ya nchi fulani ambayo iko nje ya taifa la Tanzania. Unaongea theolojia ya nchi fulani. Roho Mtakatifu anashangaa, anasema, nimekufuta katika ulimwengu wa roho. Sikia, ninakwenda kuinua makanisa yenye nguvu, makanisa ambayo yatakupiku, manake yatakupita, makanisa ambayo yatakuwa juu sana. Unakataa mambo ya unabii. Roho Mtakatifu anatoa sentensi hiyo. Unakataa mambo ya unabii. Unakataa mambo ya unabii kanisani. Unakataa mambo ya unabii kanisani. Unakataa watu wasiote ndoto. Unakataa watu wasiote ndoto za kimungu. Unakataa watu wasiote ndoto za kimungu. Kuona vitu vya kimungu. Unakataa watu kutabiri. Unakataa watu kutabiri kanisani. Unakataa, unazuia manabii. Umefunga vinywa vya manabii wasiseme. Narudia sentensi wanayozungumza Roho Mtakatifu. Unazuia manabii. Umefunga vinywa vya manabii wasiseme kwa sababu ya usomi wako. Umejitia wewe ni msomi sana. Roho Mtakatifu anakazia hiyo. Yaani hilo kanisa la makimbilio ni kanisa la Pentecoste liko hapa Tanzania. Na ni kanisa kubwa sana na watu na mamilioni ya washirika. Wewe nasema hivi, umejitia wewe ni msomi sana. Umesoma sana. Uko mbali sana kuliko Mungu. Wewe kanisa la makimbilio, maana hili ni onyo la Mungu. Wewe kanisa la makimbilio. Unataka kuleta nini duniani? Wewe? Mungu anasema hivi, kanisa la makimbilio Tanzania limefunguliwa mahali fulani hapa Tanzania. Limefunguliwa kona fulani hapa Tanzania. Alafu likasambaa katika Tanzania. Mambo haya nazungumza ni mambo mazito, ni mambo makubwa. Ili kanisa la makimbilio Roho Mtakatifu anasema likasambaa katika Tanzania. Likasambaa. Likaenda vizuri sana. Maana walikuwepo wazee wazuri wenye nguvu za Mungu.
maana yake uanzilishi wa hilo kanisa. Sasa linakwenda linazunguka. Sasa limefika mahali limegota. Hilo kanisa la makimbilio Roma anasema limegota. Sema hivi, sasa limefika mahali limegota. Sasa limegota. Hilo kanisa la makimbilio Tanzania, kanisa la makimbilio Tanzania, Roho anasema umekwisha kugota. Hutaenda mbele wala kurudi nyuma, utabaki pale pale. Roho Mtakatifu anaendelea kusema, nasema hivi, Martin Luther alipoanzisha uamsho kule Marekani, manake Martin Luther alikuwa ni Mjerumani karne ya 16. Alipoanzisha uamsho kule Marekani, manake yeye ni Mjerumani, lakini uamsho ulifika mpaka Marekani na dunia nzima pia na nchi zingine. Narudia tena, Martin Luther alipoanzisha uamsho kule Marekani, yeye ni Mjerumani, na nchi zingine pia. Uamsho ukaenea maeneo mbalimbali manake duniani. Martin Luther akaanzisha umissionari wake. Umissionari wa Martin Luther umeandikwa katika kumbukumbu mbalimbali, Dunis, wanaita Dunis. Huyu ni Roho Mtakatifu ananifundisha. Wanaita Dunis. Manake ni nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa inatembea katika uwepo wa ajabu sana. Narudia tena, Dunis, wanaita Dunis. Manake ni nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa inatembea katika uwepo wa ajabu sana. Dunis, sikia, Dunis is very powerful of God. Yaani Roho Mtakatifu alikuwa anatumia pia, wakati anasema na mimi anatumia na Kiingereza pia. Alikuwa anaongea na mimi, amenikamata kwenye maombi. Maana hayo yote ninayoandika na mengine mengi ambayo nimeandika zaidi ya peji 800. Maana alikuwa ananipa na kwa kinywa changu, alafu na rekodi kwenye simu, na baadaye nikiwa kwenye chumba changu cha maombi nikitoka naanza kuandika. Sasa Roho Mtakatifu anasema Dunis, sikia, Dunis is very powerful work of God. Natembea katika nguvu inayoitwa Dunis. Maana Roho Mtakatifu anasema anatembea katika nguvu inayoitwa Dunis. Roho Mtakatifu anasema hivi, wewe umeambiwa hivi, utakwenda juu sana. Maana ananiambia mimi kwamba mbingu zimekuambia utakwenda juu sana. Hii ni sentence ambayo sasa inanilenga mimi sasa, ambayo ninabeba maono ya matengenezo, au nabeba ujumbe ambao Mungu amenipa. Roho Mtakatifu anasema hivi, wewe umeambiwa hivi, utakwenda juu sana, usiogope. Unaogopa kitu gani hapo? Maana Roho Mtakatifu ananiambia usiogope. Wanaweza wakakutisha, wanaweza wakusema wewe ni nani? Sisi mbona tumekuwa kwenye dini siku nyingi, tumekomaa kiroho. Na mimi na miaka zaidi ya 29 nikiwa kwenye wokovu, ndani ya kanisa la Pentecost, kanisa zuri tu ambalo lina mafundisho mazuri pia. Roho Mtakatifu anasema hivi, unaogopa kitu gani hapo? Maana hizi jumbe anazonipa nisiogope, ni wapi walengwa. Roho Mtakatifu anasema hivi, unaogopa tu. Wewe usiogope. Ananitia nguvu. Katika hayo yote Mungu analeta sasa kizazi kingine.
anajua mwenyewe ni kizazi gani, lakini ni kizazi kingine kinakuja. Hakika wewe, yani kizazi kingine kinakuja, kizazi ambacho kitafuata mfumo wa Mungu anataka kufanya nini. Sio mambo ya katiba zetu hizi za makanisa tunazoziweka kwamba tuzuie kitu fulani isifanyike, hiki hatutaki. Mungu analeta kizazi kingine ambacho kitafuata Biblia inasemaje, huduma 5 ziwepo, karama zote ziwepo, zifanye kazi kanisani ili kanisa liwe hai, lisizaraulike kama linavyozaraulika hivi sasa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaendelea kusema. Roho Mtakatifu anasema makaburi yenu yamekwisha onekana. Ukuu wa Mungu umeonekana tena. Na Mungu huyo, yani huyo mtu fulani, wewe mtu fulani, unalipeleka wapi kanisa? Maana huyo mtu anasimamia kanisa la makimbilio. Sasa Mungu anamuuliza maswali hapa. Unalipeleka wapi kanisa la Mungu? Wewe mtu, unalipeleka wapi kanisa la Bwana? Mbona na kuona unafanya vitu vya kienyeji? Unafanya vitu vya kienyeji. Unafanya vitu vya kienyeji katika kanisa la Mungu. Unacheza na Mungu. Wewe mtu fulani, umeletwa ukaoneshwa maono. Leo umeacha maono, unatafuta vitu vyako binafsi. Najua wewe ni mtu umeletwa na watu, ukabandikwa pale kwenye kanisa la makimbilio, ukainuliwa sana. Kumbe hukujua. Roho Mtakatifu anasema kumbe hukujua. Nifanye nini? Kifinyo chako kimekuja. Utafinywa na Mungu mpaka utachoka. Yaani hilo ni onyo pia, lakini Mungu amrehemu huyo mtu. Anasema hivi, Roho Mtakatifu anasema hivi, umeletwa na watu, ukabandikwa pale, maana uambiwa ongoza hili kanisa la makimbilio, ukainuliwa sana. Kumbe hukujua nifanye nini? Manaka umeacha maono ya Mungu aliyekupa, unafanya mambo yako. Kifinyo cha Mungu kimekuja. Utafinywa na Mungu mpaka utachoka. Utachoka. Kwa nini umechezea kanisa la makimbilio? Wewe mtu, Roho Mtakatifu anasema, wewe mtu ambao unaongoza kanisa la makimbilio, kwa nini umechezea kanisa la makimbilio? Umechezea kanisa la makimbilio. Umebadilisha kanisa kuwa taasisi ya kibinafsi. Umebadilisha kanisa limekuwa taasisi. Hiyo si taasisi. Hiyo sio taasisi. Kanisa sio taasisi. Kanisa ni jumuiya ya watu waliomjua Mungu, sio taasisi. Hiyo ni jumuiya ya watu waliomjua Mungu. Narudia tena, Roho Mtakatifu anavyofafanua juu ya kanisa na taasisi. Nasema hivi, hiyo sio taasisi. Maana kanisa sio taasisi. Hiyo sio taasisi. Kanisa sio taasisi. Kanisa ni jumuiya ya watu waliomjua Mungu, sio taasisi. Hiyo ni jumuiya ya watu waliomjua Mungu. Mungu anakuambia hivi. Bwana anasema hivi, ukuu wa Bwana umegota pale. Maana hilo kanisa halitaenda mbele, limeshagota, wala litarudi nyuma. Ni kanisa la Pentecoste. Vinginevyo wafanye matengenezo. Na Mungu analeta vitu hivi wakipuzia, wakasema huyu ni mchinga, sijui yuko Singida, sijui yuko wapi,
anasema sana mambo yake kijinga, sisi tunaendelea. Wasiporekebisha, maana Roho anasema hilo kanisa limegota. Nalo ni la Pentecost, ni kanisa kubwa hapa Tanzania, la Pentecost, lina watu maelfu kwa maelfu, halitakwenda mbele wala halitarudi nyuma, limegota, litabaki pale pale. Sasa Roho Mtakatifu anaendelea kusema ni ujumbe wa matengenezo huo. Maana matengenezo huwa hayawafurahishi watu wote, yanawafurahisha baadhi ya wengine na wengine wanachukia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hawezi kusema uongo. Narudia tena sentensi hiyo. Roho Mtakatifu hawezi kusema uongo, yani yeye anajisema mwenyewe. Yeye sio mdanganyifu, yeye si muongo. Anasema hivi, macho ya Bwana yanakuangalia wewe, yani macho ya Bwana yananiangalia mimi, kwamba nisimame na vile vitu vya matengenezo ambavyo Mungu ananipa ili wafikie watu, au vitu hivi ifike kwenye kanisa linalolengwa nalo la Pentecost duniani. Ila leo nazungumza ujumbe huu kanisa mojawapo la Pentecost hapa Tanzania. Simama na kanisa lako, yani Roho ananiambia simama na kanisa lako linalosemwa na mbingu, sio kanisa lililopotea. Maana Roho anasema usikae kwenye kanisa lililopotea. Kama linaitwa kanisa la Pentecost limepotea, halitaki unabii, halitaki ndoto za kimungu, halitaki, limezuia, limefunga vinywa vya manabii wasitabiri. Roho Mtakatifu anasema usipoteze muda wako hapo, kaa kwenye kanisa linalotajwa na mbingu. Unang'ang'ana na kanisa lililopotea, kanisa lililoacha nguvu ya Mungu, limekimbilia mambo ya watu fulani wa nje ya Tanzania, limekimbilia mambo ya watu fulani nje ya taifa la Tanzania. Unakandamizwa, yani huyu sasa huyu ni kiongozi wa kanisa la makimbilio. Sasa Roho Mtakatifu anamwambia hivi, unakandamizwa na watu fulani wa nje ya nchi, yani nje ya nchi ya Tanzania. Unaambiwa na wale watu lete. Unaleta vitu vya watu fulani wa nje ya nchi. Unaleta, Roho anasema unaleta vitu vya nchi vya watu wa nchi fulani. Unaleta vitu vya nchi fulani nje ya taifa la Tanzania. Unavileta Tanzania. Kanisa la makimbilio, Mungu hataki hiyo. Mungu amesema, Mungu amekataa hiyo. Mungu hataki. Yani Roho anasema Mungu hataki mambo hayo. Huduma zote kwenye makanisa ya Pentecost ni lazima ziwepo kama Mungu kama Yesu alivyoacha hizo huduma zote ziwepo. Zisibaguliwe kwamba sisi hatutaki ndoto, usituletee ndoto, sisi hatutaki ndoto, sisi tunasimamia neno. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema amini hivyo. Yani amini hivyo kwamba haya ni mambo ambayo Mungu amenipa. Ni kanisa linapaswa lifanye marekebisho. Kwa hiyo haya mambo, kama kuna askofu yote hata kereketwa, basi atakuja nitampa hii, atasoma, mambo yatakuwa wazi. Maana hapa nimezungumza kwa msimbo, kwa kificho, kama Roho Mtakatifu alikuwa amenifundisha somo la uongozi. Maana ukiwa kiongozi usiwapoke tu vitu bila utaratibu, lazima uzungumze kwa msimbo. Kwa hiyo watu watakaofuatilia, basi nawaambia wanachukua document hii, anasoma, atajua ni kanisa gani. Lakini hapa nimeongea kwa msimbo, kwa kificho, kwa mafumbo, kama nilivyofundishwa na Roho Mtakatifu, kwamba vitu vingine utakiwa viandike wazi. Kwa hiyo unapozungumza lugha ya msimbo, ndio utaratibu wa Mungu, ndio siri ya kuongea na watu wengi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia amenifundisha habari za uongozi. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mambo haya ambayo umenipa. Ninayakabidhi kwa watu wako, ninayakabidhi kwa kanisa. Nitaweka mtandaoni, nitasomwa Kenya, nitasomwa Afrika, nitasomwa Uganda,
Somalia na wapi na maeneo mengine, Zanzibar na Tanzania yote, na hata wengine ambao wanasikia lugha ya Kiswahili huko Amerika na Ulaya na Ufaransa na kadhalika. Wanaojua Kiswahili watafuatilia vitu hivi, watasikia. Na pia mimi niko hapa ndio naanza kazi. I need your support because now the Lord called me for church reformation. So if you are well wishers, okay, come and help me to support this work, support the gospel. It's a time of reformation. The Holy Spirit is around us, around Africa, around the whole world. Ropi shini kuto, ropi shini kosho, baidi, roko shini boro, likantu ni pe shata tipe, mononara la 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 la. Nguvu ya Mungu imeshuka Tanzania, sio ya kawaida eti. Rabesheka. Kanisa usilie Tanzania imefunikwa na nguvu za Mungu. Haya unayoona ni mapito tu. Watu watashangaa wanacheza na kanisa. Bele riva sharomati teta. Rati shuru orema kanti neshinu kuladi fe fiforo mantili kamantoshi halale la 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 la. Mungu amenipa pia kusifu katika roho. Kwa hiyo watu wakihitaji wakati mwingine nikiwa kanisani basi nasifu katika roho na tafsiri wimbo. Ni mambo mazuri. Kwa hiyo taifa la Tanzania usiogope, hayo unayaona vituko unavyoviona Tanzania. Kanisa na kutia moyo, usiogope, fanya matengenezo, kanisa litakaa sawa na watu wataliheshimu kanisa la Kipentekoste. Kama walikuwa walijui kanisa la Kipentekoste wataliheshimu. Kuna nguvu ya ajabu sana imeshuka Tanzania kwenye kanisa la Kipentekoste. Kwa hiyo usikao unanyongonyea, tunaonewa, tunateswa. Hakuna kuteswa, unaamshwa Tanzania. Kanisa la Tanzania unaamshwa ili uamke. Ukiona misukosuko hapa na pale, mraki unaamshwa uombe. Misa hivi na siku 3 kwenye maombi na kula chai tu. Mpaka Mungu atakaponiambia basi kama tutapiga siku 10 sawa. Lakini namwambia Mungu, nataka kanisa liheshimiwe, maana kanisa la Mungu ni lazima lijulikane ni la Mungu. Sio watu wanatembea tu wanaona wanaolialia hawa ni wetuzi, ni wajinga. Watu wanaolialia ogopa hiyo namba. Ravashaka. Kama unacheza na hiyo namba inaolialia, utakuja kulia mwenyewe mpaka utachoka. Mungu wa mbinguni akubariki. Amina.